Licha ya kuwa washukiwa wa tukio la kutekwa kwa Sandra wanadhaniwa ni 5, nitakupatia listi ya watu hao pamoja na fakti kwa nini wanaweza wakawa wanahusika katika tukio la utekwaji wa Sandra, ila nikaomba kwanza tuichanganue hii concept kuhusu King pamoja na John kuhusika kwenye ujauzito wa Suzy. Nimenukuu kitu, inawezekana yaliyomkuta Suzy ndiyo ambayo yanamuhusu King. Suzy si alienda kwa hospitali akapima akaambiwa hana uwezo wa kunasa mimba, right? Sasa nikawaza kitu kwamba inawezekana King na yeye ni tasa kwa namna fulani. Maybe unaweza kanielewa kwa concept ifuatayo. King amemwambia John kwamba yeye ndiye aliyekuwa mwanaume wa kwanza kulala na Suzy, right? Na John akasema alipokumwambia kwamba imekwaje ile mimba imetolewa na hukuniambia kama rafiki, you know? John akasema ile mimba ilikuwa ni ya kwangu. Mimi nikawaza kwamba hapo kuna mambo mawili ambayo ni very important na tunapaswa kufahamu. Hakikisha una subscribe, una like, then una turn on notification bell ili kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Timothy, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo filamu. Now let's go. So yawezekana John alimwambia King kwamba ile mimba ilikuwa ni ya kwangu kwa lengo la kumuumiza, na kama sivyo nikasema hivi, kwa sababu King anadai ile mimba ni ya kwake na John anasema ni ya kwake, kuna uwezekano mkubwa labda ni kweli. Tunafahamu kwamba King ndiye mtu wa kwanza kulala na Suzy, right? Na kama ndivyo, maana yake King if kama hakuwa na uwezo wa kutungisha mimba kwa mwanamke, ni sahihi John kusema ile mimba ni ya kwake. Nadhani hapo umenielewa. Sasa mtafaruku nakuja pale ambapo kwa sasa Suzy hana kwa kwenda, ana hang na hajazungumzia madhara ambayo yamemkuta, isipokuwa amejaribu kueleza uhalisia alionao kwamba mimba ilitolewa, you know? Na kama ile mimba ilikuwa ni ya John, kwa nini John hakuweza ku rise up wa kipindi Suzy ametoa ile mimba? Sio kama unanielewa. Kwa hiyo maana yake uhakika kwamba ile mimba ilikuwa ni ya King tuna possibility za 1% kubwa, lakini namna ambavyo nimeichanganua hapo, unaweza ukatoa maoni yako wewe kwa upande wako, kwa sababu tunafahamu kwamba ni kweli King ndiye mtu wa kwanza kulala na Suzy, lakini huu mgongano kati ya John pamoja na King unaweza udiscuss kwa namna ya aina gani? So tuingie ni deep concept, tukianza na concept ya kwanza kuhusu kutekwa kwa Sandra. Binafsi ninao watu 5 ambao nawashuku kwamba hawa huenda wakawa wamehusika kumteka Sandra, na si kawaida, lakini kupitia fakti zao unaweza kumdetermine mmoja ni nani. Tukianza na mtu wa kwanza, mshukiwa wa kwanza kumteka Sandra anaweza kuwa baba yake, kwa maana ya Mzee Tano. Unajua ni kwa nini? Mzee Tano ndiye mara ya mwisho amezungumza na Sandra na kumwambia hupaswi kutoa hatua zako humu ndani kwenda nje ya geti. Sijui kama umenielewa. Na Sandra alipokuwa anazungumza na simu alitoka nje ya geti na ndipo ametekwa. Maana yake uwiano wa kile ambacho baba yake na Sandra alikizungumza na hiki ambacho kimetokea ni sawa, si ndio? Yes. Kwa hiyo uwezekano mkubwa ama possibility ya kumshukia mzee tuseme ya kumshuku Mzee Tano kwamba ndiye anayehusika kumteka binti yake ni kwa 1% kubwa, na amemteka akitaka John asiweze kuondoka na Sandra, bali Sandra aendelee kubaki hapo nyumbani. Hiyo ni concept ya kwanza na katika fact ya kwanza. Lakini fact ya pili kwenye hii concept ya kwanza ni kwamba mtu mwingine tunayemshuku kwamba huenda ndiye amemteka Sandra anaweza kuwa ni Suzy. Kwa nini? Suzy mara ya mwisho alimwambia Sandra hataweza kuvumilia kuona yeye Sandra ana furaha alafu Suzy hana amani, right? Kwa hiyo kama ndivyo, maana yake kuna mpango yawezekana ameutengeneza wa kumteka Sandra, na dhumuni kubwa ikiwa ni kulipiza kisasi cha kuitoa mimba ya Sandra. Yaani nadhani unanielewa ninapozungumza hicho kitu. Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana kwenye maisha kama haya ya kumwamini mtu, hasa unapoona anajenga ukaribu na wewe halafu wewe unakuwa kama vile unampuuzia. Amini hicho kitu, kwa sababu Suzy ni mtu mmoja hatari sana kwenye hii house. So tusonge mbele kwenye concept. Inawezekana kwa next episode ikaja kuonekana kwamba Sandra amenyosha dawa na mimba imeharibika, na kumbuka mimba yake ni kubwa. Kwa hiyo kuna hatari ya kupoteza maisha kwa Sandra na tukamkosa kwenye next episode maybe, lakini kwa sababu ni main actress hawezi kupoteza maisha. Nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Anaweza amini
inaweza mimba ikatoka yeye akawa mzima, au vyote kwa pamoja vikawa sawa au isitoke, manake wote wakawa wazima, mama na mtoto. So huyo ni mshukiwa wa pili. Lakini mshukiwa wa tatu kwenye hii concept ya kwanza, yawezekana akawa ni King, right? Na lengo la kumteka King ni kulipiza kwa kile ambacho John hakuweza kumwambia kama rafiki yake kwamba bana, Suzy ametoa mimba yako. Kwa hiyo yeye ameenda kumteka kwa sababu ya kulipiza kisasi. Sasa sijajua amemteka ili amfanye kitu gani. Hapa ndipo kwenye ukakasi mkubwa na kila mmoja hana majibu ya kuweza kuyazungumza. Sijui wewe labda kama unaweza kama umethink kitu kwamba maybe King amemteka Sandra kwa sababu ya John kumpotezea wasaa, weke kwenye situations za where is my Sandra na vitu vingine mbalimbali, au sio? Yes. Lakini mtu mwingine ambaye anafuata katika kushukiwa na tukio la kutekwa kwa Sandra anaweza akawa ni Semeni. Kwa nini? Majibizano kati ya mama na mtoto yamekuwa na sintofahamu ndani yake. Mama hajui mwanangu John amekumbwa na nini, kwa nini anakuwa na roho ya namna kama hii hapa. So yawezekana amemteka Sandra ili John asiwezi kuondoka pale nyumbani, aendelee kusalia. Ataondoka kwenda wapi? Hawezi kuondoka bila Sandra. So possibility kubwa ya huyu mwanamke, kwa maana Semeni kumteka Sandra, ni kubwa pia katika hiyo fakti. Kwa hiyo list ya watu kasoro mmoja ambaye nataka nimalizie, inawezekana yupo ambaye ana possibility kubwa za kuwa amemteka Sandra. Na tukimalizia mtu wa mwisho, japokuwa nina uhakika kidogo, sio sana, kwamba Naomi anaweza akawa amehusika kumteka Sandra. Lengo kubwa ni kuweza kubaki na upenyo mkubwa wa kummiliki John pale nyumbani. Hivyo ndivyo ambavyo mimi nimethinki kwenye hizi concepts zote ambazo kwenye fact zote ambazo nimezungumzia kwenye hiyo concept ya kwanza. Sasa huu mjadala usio wa kwangu peke yangu, ni urejeshe kwako. Wewe unadhani katika hii listi ya watu watano ambao mimi nimeweza kuanalyze hapo kwamba wanashukiwa na kumteka Sandra, ni nani mwingine labda ambaye unamhisi tofauti na hawa? Na kama ni miongoni mwa hawa, basi kwenye comments hapo chini panaweza pakatoa jibu sahihi kwamba Timothy, I think labda mzee Tano, labda tuseme Suzy, King, maybe Naomi au Semeni wanaweza kawa wanahusika na tukio la kutekwa kwa nani? Kwa Sandra. And nafikiri tukigeukia upande wa Suzy, maamuzi alionayo kwa sasa ni hajatoa wazi kwa King kwamba hana uwezo wa kushika mimba, ila ameeleza tu namna ambavyo mimba imeweza kupotea, imetolewa, si ndio? Sasa sijajua kama ataendelea kubaki hivyo hivyo mgumba, hana mme, au ndo ataamua kuolewa na mimi na mwanaume ambaye yeyote tuseme atakaye mfaa kati ya, kama ni King sawa, kama ni John sawa, yani hivyo, cha msingi tu apate mahali pa kuweza kuishi. Ila nikawaza kwamba kule kwa upande wa alikokuwa ameolewa Mini Win, mbona kama kupo kimya sana? Wale waigizaji wapo wapi? Maybe next episode tunaweza tukaona, kwa sababu ni kama story yao imepotea hivi. Wanaweza karudi tukafahamu kile ambacho kinaendelea, kwa sababu mume wake na Win alipaswa kumtafuta Win alikokuwa ameenda maybe, lakini kama ameamua kubaki na mshangazi Amin, basi ni sawa tu hakuna namna, aendelee kubaki naye. Nikajipachika maswali kichwani. Win ameomba fedha hiyo 100,000 ni kwa ajili ya nini? I don't know, but amepewa 500,000. Alisema atatumia 500,000 akampatie mama, atatumia 1,000,000, 500,000 akampatie mama, 500,000 atumie yeye. Sijui ni fedha nini, lakini upendo wa baba kwa mtoto, hata kama si hivyo, ila anampenda katika namna ya kipekee. Sasa katika hii analyzation yote, ni kitu gani ambacho tunajifunza zaidi? Kuna maamuzi ambayo huenda yanamtokea mtu kwenye maisha pasipo kujua madhara yake. Suzy, kumradhi, ni Suzy aliweza kupewa dawa kutoka kwa Semeni kupitia kwa mama yake. Lakini hapa pia kuna shida. Ngoja nikwambie, ipo hivi kabla sijakupatia lesson. Mama yake na Suzy ameropoka, amesema kwamba inawezekana dawa ambazo Semeni alizileta hazikuwa stahiki katika utoaji wa ujauzito. Hili linathibitishwa na nini? Kwamba daktari aliwaambia kwamba ni dawa zile hazikuwa sawa, au manake hawakutaja kwamba ni dawa fulani. Of course sawa, it is a business kwa sababu hawezi kutaja kwenye scene, lakini at least basi angemwandikia tuone labda ilikuwa hivyo. Walipokuwa hospitali wakaulizwa dawa, ndipo akaambiwa kwamba dawa ambazo alipewa zilikuwa haziendani na situation ya mtu katika utoaji wa mimba alionayo. Kumbuka madaktari huwa wanashauri kwamba ni mimba ya muda gani, labda wiki 2, wiki 3, miezi kadhaa, unaweza ukafanya ABC kwa kupitia dawa hizi hapa. Sishauri sana.
nilikuwa na just kuichimba concept ili kila mmoja aweze kuelewa. Sasa madhara ambayo yamemkuta Suzy, chanzo ni wazazi wawili, Semeni pamoja na mama yake, kwa maana mama yake na Suzy Abigail. Kuna wakati wazazi huwa wanakuwa chanzo cha hivi vitu, kwa tunapaswa muda mwingine kutumia akili kujiongeza, sio kuishi katika maisha ambayo Suzy mwenyewe pia hakuwa na akili, hakufikiria na hakutafakari mbele ya safari kwamba inakuaje. Yeye ni kulala na wanaume, mwisho wa siku wamekuja kumgeuka au sabana. Lakini upande wa baba mzazi wa Sandra amezungumza ile kauli na tumemshuku kwamba yawezekana mimi ni mshukiwa wa kutekwa kwa Sandra. Ili pia kwenye jamii huwa linatokea. Mzazi anaweza kuhusika katika ABC ili kuhamisha malengo ya binti asiweze kufanikisha ndoto zake. Sasa sijajua usalama wa Sandra utakuwa wapi by this time, ametoka Amerika yapi, ni usiku, hatujui. Mzee alisema anasafiri kwenda Dodoma. Inawezekana anahusika ili tunajua ABCD. Na inawezekana alimwambia Naomi kwamba anasafiri kwenda Dodoma ili ampatie, ili ajenge hoja kwamba yeye hahusiki katika matukio ambayo yatakuwa yanaendelea pale nyumbani. Haiwezekani mzee aondoke alafu na Sandra atekwe, lazima kuna kitu hapo, au sabana? Yes. Possibility kubwa ya King kuweza kumrudia Tina ni kubwa, kwa sababu ameshafahamu kwamba Suzy mimba imetolewa, na kwa namna ambavyo amezungumza ni kama wamemharibia maisha, as hawezi kunasa mimba tena. Kwa hiyo ikija kuonekana mambo ni magumu kumpata Sandra, na lengo la King kubaki kwa Sandra yawezekana ni kuja kupora mali za mzee Tano, na wasiwasi sana. So inaweza kuja kutokea baadaye akaja kumpenda huyu binti, kwa sababu hivyo binti amenaswa kwenye call, lakini ameonyesha kama vile kufurahi, kwa sababu unaweza kuwa una ugomvi na mtu unayempenda, lakini akikunasa, akikusogeza karibu unaanza kufeel masuala ya love papo kwa hapa, nyota ya love yanaanza kuamini kutokezea kwenye macho au sabana. Majibizano kati ya Semeni na mtoto wake John in fact si mazuri kwenye jamii. Kumkana mama kwa kiasi kama hiki, lakini huyu mama alishawahi kumkana John. Unafikiri John kile kitu kilimuuma? Amekuja kurudishia, lakini tujifunze kwamba si vyema kumkana mzazi, inabidi kukaa chini kuyazungumza mambo yakae sawa. Si kusemena atakapoambiwa ondoka humu ndani huna chako. Yawezekana mimba alionayo ndio inayomtesa mpaka anafika wakati anaanza kumfokea kijana wake wa kiume. Mimi nisiona mengi sana kuzungumza. I think nimeanalyze katika namna ambayo unaweza ukawa umeelewa vizuri na kufikiri kwamba next episode inawezekana katika situation hii hapa. Sasa ni wasaa wako sasa ni wasaa wako kuniandikia maoni yako kulingana kile ambacho nimekichambua, na unaweza ukatoa kupitia box la comments hapo chini. Usisahau kusubscribe, kulike na kufinya alama kengele ili kuwa mwanafamilia mzuri wa Kibox Media as kupata updates zote. See you until the next time. Ciao.